inavyojumulishwa. Manzu sana tutakuwa mwenye kufuatilia pia kwenye muda usiokuwa mrefu kutujuza na kinachojiri hususan kwenye hesabu hii. Kwa maana yake kwa sasa, mtazamaji, kinachoendelea ni kuhakiki zile kura vyema na kuanza kufanya hesabu katika vituo mbalimbali ambavyo vimefanya kura siku hii ya leo. Mtazamaji, vituo vya kupigia kura vilivyokuwa vitupu wakati wa uchaguzi mdogo wa mwaka 2025 ni hii leo vimesimulia hadithi yenye nguvu kuliko kauli mbiu yoyote ya kampeni. Vijana wa Gen Z, yani kizazi cha sasa ambacho kilichotambulisha kama sauti ya mageuzi, walikosekana kwa kiasi kikubwa katika kura hizo. Kwa miaka kadhaa wamekuwa wakitawala mitandao ya kijamii, wakibadilisha simulizi na vile vile kufichua ufisadi, wengine wakijitokeza kama dhamira ya taifa. Lakini wakati ulipofika wa kutafsiri alama za reli kuwa kura, uwepo wao uliadimika. Mwanahabari Vera Mora ana maelezo zaidi. Taswira iliyojitokeza katika chaguzi ndogo za Novemba mwaka 2025 ilionyesha ushiriki mdogo, hasa miongoni mwa wapiga kura vijana, licha ya Gen Z kuonesha wanaharakati mkubwa mtandaoni na katika maandamano yaliyochipuka mwaka jana na mwaka huu. Uwepo wao kwenye vituo vya kupiga kura ulikuwa finyu. Vijana wako disappointed sana juu kwa sababu ya government ama leadership yenye imekuwa. Unapata vijana wengi hawana ajira na hawawezi kujimudu. Sasa wanaona hata ile zoezi ya kuja kuchagua mtu, wamekuwa wakidanganywa, wanaenda wanachagua kiongozi then anakosa kwenda kuwa represent, anajirepresent mwenyewe. Vijana wa Gen Z wamejitambulisha kama wapiganiaji haki wa kidijitali na sauti za uwajibikaji, mara nyingi wakiongoza mijadala kuhusu ufisadi, utawala na haki za kijamii. Hata hivyo, kukosekana kwao katika mchakato wa uchaguzi kunadhoofisha taswira hiyo. Mayutman hawawezi tokea wachomboka wakuja kupiga na wajamanga, watu wako Kinenge. Sawa, sa Kinenge ndio inatuma watu wajaingia mboka. Unaona line, hakuna mtu wako juu ya line. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ililenga kusajili wapiga kura wapya milioni 6.3 kabla ya uchaguzi mkubwa wa mwaka 2027. Gen Z walitarajiwa kuwa uti wa mgongo wa juhudi hizi, wakionekana kama kundi la watu ambalo lingeweza kubadilisha mustakabali wa kisiasa wa Kenya. Lakini kufikia Oktoba tarehe 31 mwaka 2025, wapiga kura wapya 1090 pekee walikuwa wamejisajili katika kaunti zote 47, huku Nairobi na Kiambu zikiongoza. I expected to see now several serious candidates who are independent, who have come as independent candidates, who are being backed by these so-called patriots Kenyans. And I think we do not want to see our young people whom we have hope in being caged into politics of narratives. Kutokuiana huku kati ya kauli za Gen Z na vitendo vyao kunazua maswali magumu. Kwani Gen Z wamejitambulisha kama kizazi cha mabadiliko, wapiganaji haki wa kidijitali ambao hawangeruhusu utaratibu wa zamani kuamua mustakabali wao. Young people should have no excuse, no distraction. Intimidation is one. It is true that the government can be very intimidating, that the leaders who are in position can be very intimidating. But young men and women should come together and decide this is the direction. Then they should be able to intimidate every leader who is trying to come up with some parochial or some old style kind of leadership. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, athari zake ni wazi. Kizazi hiki cha Gen Z kina uwezo mkubwa wa kisiasa kufafanua upya mandhari ya kisiasa ya Kenya, kwani mamilioni ya wapiga kura wapya watakaosajiliwa ni vijana. Ila kinyume chake kikihatarisha ushawishi wao na huenda kikafutilia mbali juhudi zao katika kuleta mageuzi uongozini. Vera Mora, KTN. Mtazamaji, swala la kutokuwepo kwa baadhi ya vijana pia ni mojawapo ya mambo